Urusi inaendelea kuitetea Iran ikisema kwamba Iran haikuwahi kukanyaga makubaliano ya JCPOA, makubaliano ambayo yalianzishwa na Marekani mwaka 2015 wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesisitiza kwamba Iran haijawahi kwenda kinyume na ahadi zake ndani ya makubaliano ya nyuklia JCPOA, akisema kwamba Marekani ndio iliyoachana na kuyatupa makubaliano hayo katika debe la taka. Sergei Lavrov amesema katika mahojiano na mtandao wa habari wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuongeza kuwa nchi za Ulaya na Magharibi zilijaribu kuilaumu Iran kuwa ndio iliyohusika na kusambaratika JCPOA kutokana na uadui wao tu kwa Iran, kwani Iran haikuwahi kukiuka hata hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Lavrov amesema katika mwaka 2018 Marekani ilitangaza kwamba haitafuata tena uamuzi wa baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa. Hivi sasa utaratibu mzima wa kimataifa kuhusu Iran uko katika mtihani mkubwa, na kuhusu JCPOA ni lazima isemwe kwamba makubaliano hayo yalitupa kwenye takataka na Marekani, kisha Magharibi hasa wazungu walifuata. Marekani iliyatupa makubaliano hayo halafu akaanza kuisingizia Iran. Aidha, amesema kwamba nchi yake inawasiliana na serikali ya Marekani kuhusu suala la Iran. Amesema, tunashirikiana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tuna njia ya kuwasiliana na serikali ya Marekani. Ulaya haitaki kuwasiliana nasi. Wote wana mawazo potofu. Hilo lakini ni chaguo lao. Hatuwaingilii. Hatuna mengi ya kujadiliana na viongozi wa Ulaya wa namna hii, lakini tunawasilisha mbinu zetu kwa Marekani kuhusu jinsi ya kurekebisha hali ya hivi sasa inayohusiana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kuhusu uchokozi wa utawala wa Israel dhidi ya Iran kwa kushirikiana na Marekani, Sergei Lavrov amesema, tulilaani mashambulizi hayo ambayo hayakuwa na uhalali wowote, na hadi sasa hakuna ushahidi thabiti uliotolewa na wakala wa kimataifa wa nishati atomiki kuhusu mradi wa nyuklia wa Iran. Hata hawa Israel na wa Marekani nao hawana ushahidi kwamba Iran ilikiuka makubaliano hayo, isipokuwa tu kuna njia za kutaka kuidhoofisha Iran, wakiamini kwamba Iran inakuja kuwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hivyo lazima watafute njia ya kuweza kuharibu uwezo wao wa kiuchumi, lakini pia hata kuharibu uwezo wao wa kiulinzi. Mipango ya Israel na Marekani ilikuwa ni kuona wanaondoa uwezo wa Iran. Hata ilifikia hatua wakasema kwamba Iran ina makombora ya nyuklia, lakini pia kupitia mfumo wake wa nyuklia wa amani, bado mataifa ya Magharibi hayakuamini kwamba Iran haitengenezi silaha za nyuklia. Walitumia ndege za B-2 zilizobeba makombora ya Bank Buster kuharibu miundombinu ya nyuklia nchini Iran katika vituo vya Fordo, Natanz na Isfahan, wakiamini wameiharibu nyuklia ya Iran. Hata hivyo, hawakuweza kuthibitisha juu ya kuwepo kwa makombora ya nyuklia nchini humo, wala hawakuweza kuharibu karibu kilo 400 za urani. Lakini inadaiwa pia kwamba sasa mipango yao ni kuona wanaharibu makombora ya Iran, makombora ya masafa marefu ambayo yana uwezo wa kufikia Israel. Hiyo ndiyo mipango ya watu wa Marekani pamoja na Israel, lakini hakukuwa na namna yoyote Iran iliwahi kukanyaga makubaliano ya JCPOA, anasema Sergei Lavrov. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.